Nabii Daud alayhisalamu alikuwa na sauti nzuri zaidi kuliko sauti yoyote iliyowahi kusikika duniani. Alikuwa akisoma Zaburi kwa zaidi ya namna 70 tofauti. Kwa uzuri wa sauti yake, mara tu alipokuwa akianza kusoma, ndege, wanyama na viumbe wa bara walikuwa kukusanyika kumsikiliza. Ndege zilianza kutoa sauti za tasbihi, na tuliziitisha milima pamoja na Daudi zikifanya tasbihi na ndege pia. Huu ulikuwa mwandamo mkubwa wa utukufu, mbingu zikitikisika na Allah akitoa amri yake, enyi milima, liitikieni tasbihi pamoja naye Daudi, na vivyo hivyo enyi ndege, yaani fanyeni tasbihi anapofanya Daudi, na kaeni kimya anaponyamaza kama orkestra ya viumbe. Walikuwa wakifanya tasbihi jioni na asubuhi, jioni baada ya alasiri hadi usiku, asubuhi wakati wa dua, na ndege kukusanyika, yaani walikuwa wakisongamana kusikiliza. Kila mmoja alikuwa mtiifu. Allah alimjalia Daudi kulainisha chuma kwa mikono yake bila nyundo wala moto, na tulimlainishia chuma. Akatengeza mavazi ya vita kwa ajili ya kulinda jeshi. Tengeneza mavazi marefu na kadiria kwa ufasaha katika kuyashona. Sabigat, derai zinafunika kifua, kadiria katika ushonaji. Hesabu kwa ustadi sehemu za kuunganisha pete za chuma kwa misumari. Mbinu alofundishwa moja kwa moja na Allah. Sayyidina Daud alijulikana kwa uadilifu wa hali ya juu, na tulimpa hikma na uwezo wa kutoa hukumu sahihi. Ikiwa kesi alikuwa na busara na mantiki ya kuadhirisha wote, ndipo Bani Israeli wakampenda sana. Wakati akifanya ibada usiku katika mihirabu yake, watu wawili waliruka ukuta na kuingia. Je, umesikia habari ya wale waliokuja kama wapinzani walipoingia mihrabuni? Daudi alishtuka, lakini likakimya. Wakasema, usiogope, sisi ni wagombanao. Huyu ndugu wangu ana kondoo 99, nami nina mmoja tu. Anataka nimkabidhi wangu na amenishinda kwa maneno. Daudi alihisi huzuni, akatoa hukumu haraka. Amefanya dhulma kwako kwa kutaka kukuongezea kondoo wako katika wake. Wale wawili walitoweka papo hapo, wakawa malaika waliokuja kumfundisha Daudi asihukumu bila kumsikiliza mwenye upande wa pili. Hakika wengi wa washiriki hudhulumu wenzao, isipokuwa walioamini na wakatenda mema, nao ni wachache. Daudi alitambua kuwa tumemjaribu, akaomba msamaha, akaanguka kusujudu na akarudi kwa Mola. Anaba aliharakisha kutubu. Kwa nini? Ili hekima hii aipate mwanawe Suleiman, ili Allah atufunze kwamba hata kwenye busara zaidi duniani anaweza kukosea, na makosa yao ni fundisho kwetu. Tukasamehe kosa hilo, na kwake kuna daraja ya ukaribu mno na marejeo mema. Siku ya Kiyama utastaajabu tunzo liloandaliwa. Daudi akamfano kwa manabii baada ya watawala wa majaji wanaotoa hukumu. Ewe Daudi, tumekufanya halifa duniani, basi hukumu kwa haki, wala usifuate matamanio. Na kwa wengine wanapotoka na njia Allah atapata adhabu kali kwa kusahau siku ya hesabu. Utukufu wa Qur'ani uko katika ufasaha wake, mpangilio wa matukio na mafunzo yake makubwa. Shukuru kwa Uislamu, dini ya nuru na haki. Ukimaliza kusoma, acha athari kwa mkono wako kwa kuandika mmoja miongoni mwa majina 99 matukufu mno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.